na nche na chakoba engora ya ne ya BNSA familia hizo zote, familia 6, poleni sana. Mimi kama mjumbe kwa niaba yangu, niaba ya familia yangu na watu wote wa Nyaribari Chache nimekuja siku ya leo kuomboleza kwa hii kifo ya watu wetu. Pole sana. Wakati niliposikia hii maneno, tuliongea na Mheshimiwa Ibrahim, aliponieleza nikakuja hapa, nikakuja kwa mafamilia na nikawatembelea na nikawapatia pesa kutoka kwa mfuko yangu. Kwa hizo familia zote mimi kama mjumbe nilipeana shilingi 1400. Na iko watu wengine kumbafu wanazunguka ati wanaongea wati jana alipewa pesa na sijui nini. Hiyo ni upuzi. Unajua watu wetu wengi wamezoea wakati ni watu wachoyo. Sasa wakisikia mjumbe ametoa 1400 hawalali usiku. Lakini uongozi lazima usaidie watu wako. Ama namna gani? Kwa hivyo kama mjumbe mimi nimetoa 1400 kusaidia hizi familia. Na nilisikia kuna familia moja baadaye ndio mtu alifariki after nilipotoka 2 days. Nikasikia na hiyo pia nitatangaza hapa. Kwa hivyo familia poleni. Na nilipokuwa pale nikasema wale ambao wako na watoto katika hizi familia 6, hata huyo mwingine sio wa Nyaribari, is okay. Kama kiongozi tutapangana na hiyo familia. Na mimi nimesema hivi nikitangaza hapa, wale ambao wametuacha familia zao, yule ambaye yuko kwa university, mimi niko na pesa ya CDF iko hapa, yule mtoto aende shule, hakuna kukaa hapa. Yule ambaye nimeambiwa wale watoto nilikuwa huko, nikaambiwa wao wako Esamba wasome mpaka siku watakuwa wakubwa, mimi kama mjumbe nitalipa hiyo fees. Na mwalimu wa Esamba kama ako hapa unisikilize, hawa watoto waingie shule. Na pia nilikuwa nimetangaza watoto wote Nyaribari Chache, mtu yoyote asifukuze mtoto yoyote kwa kama hajavaa viatu ama hajavaa soksi, aende shule. Kama mwalimu kuna maneno nitumie message uniambie kuna watoto hapa, lakini mtoto yoyote asikae nje ya shule. Tumekubaliana? Ya pili, mimi nataka niwaeleze namna hii. Rais anakuja kuzindua barabara ya lami wiki ijayo, na tumekubaliana hii barabara ya Kegati, hiyo barabara ya Kegati Kayati ya kuelekea mpaka Nyosia, hiyo barabara yote tumekubaliana kutoka wiki ijayo tutaanza kuweka lami. Na mimi nimekuja hapa leo ninaongea mambo ya lami kwa sababu tumeiwekea pesa ya kuhakikisha Nyaribari Chache tunaweka lami kilomita 50. Na hiyo ni ahadi ambaye nimepea siku ya leo, na kama hakuna lami basi msinipatie kura 2027. Tunaelewana? Tayari contractor ameshaingia barabara kutoka Tegati kuelekea Nyanko, kuelekea mpaka Nyaguta, kuelekea Rianyamombo, kuelekea mpaka Nyakwana, Nyabisabo. Hiyo barabara yote tumeweka lami. Tunaelewana? Tena tumekubaliana hiyo barabara ya kuanzia Pirongo kuelekea Chirichiro, Irondi mpaka Nyanturago, barabara yote inawekwa lami. Kwa hivyo wacha hii mwaka ni mwaka wa kufanya maendeleo. Tumeelewana? Ya mwisho kabla nimalize, tumeona mama county pia ako hapa, atatueleza. Nasikia pia ako na pesa kidogo ambaye anataka kupatiana. Your Excellency First Lady, please tell the governor I am standing with him. Mimi nitashirikiana na Governor Simba so that the people of Kisii, people of Nyaribari Chache wapate maendeleo. Ile sisi tunataka tuweke siasa kando, tusaidie watu wetu wapate maendeleo. Mambo ya siasa tukuje mwaka ujao, kila mtu mwenye anatafuta kiti akuje auze sera yake. Wananchi wataamua ni nani wanataka kupatia nafasi na ni nani ambaye watarudisha nyumbani, ama namna gani? Kwa hivyo mimi pia nitakuja, mtaniweka kwa ratili, mniweke kwa mizani, mtasema jana ulituambia utatuwekea lami. Wapi hiyo lami? X. Kama lami iko, kura
kurudi kwa bunge, ama namna gani? Kwa hivyo sisi kama viongozi mtupe nafasi mwaka huu tuweze kufanya maendeleo zile ambayo tumefanya. Mwalimu ameongea mambo ya shule. Hii shule iko hapa inakaa mabati inakaa karakara. Hii mabati, wewe mwalimu wa shule, wewe mwenyewe unajua kwamba ile request mwalimu ambaye mmetuma kwa CDF uliitisha, mnataka renovation. What do you want me to do? Wakati ukiitwa ulizwe, sema matatizo yako, nijengee ghorofa, nijengee hii. Wewe umetuma request, umesema mabati badilishwe. Sasa unataka tufanye namna gani? Lakini wewe ungesema, mheshimiwa, tunataka madarasa, tungejenga madarasa. Lakini kwa sababu nimefika hapa, nitaambia CDF hakuna kufanya renovations, wajenge madarasa kubwa, madarasa 8 mpya ya ghorofa ili watoto wetu waweze kusoma. Hii shule ambayo iko hapa Kegati, mwalimu pia umekuja hapa juzi. Wapi mwalimu? Wewe nilikupigia simu, si ni kweli mwalimu? I called you kwa sababu niliweka 4.7 million ya kujenga dormitory ya hao watoto. Yule mwalimu alikuwa hapo na watu wengine wa hiyo board wakameza shilingi 1,200,000 wakakula hiyo pesa, na mimi nilikuwa nimeweka 4.7 million. Sasa mnataka nifanye nini? Nikaita huyu mwalimu nikamwambia hao watu waende wauze mashamba, warudishe pesa ama waende jela, and that is our position. Na hiyo 3 na yenye imebakia tumetuma contractor na akiendelea na kazi, na mimi ninaendelea kutafuta hawa polisi wako hapa, kama huyo mwalimu mwingine wako hapa, inue saa hii aende uze shamba, hiyo pesa irudishwe hii shule. Tunaelewana? Bas, kwa sababu ya Chinsa viongozi ni wengi wanataka kusema, mimi nataka niseme hivi. Nimeona county government, you have done very well. Thank you so much. In times of distress, calamities, we must pull together. We must come together. We should leave our political differences on the side so that we help the people of Nyaribari Chache. Mimi sitaki kujua mambo ya Kisii County, tafadhali. Hiyo ni kazi ya gavana na viongozi wengine. Shida yangu kubwa ni mambo ya Nyaribari Chache. That is where I stand. Kwa hivyo masuala ya maendeleo, masuala ya matatizo, wacha tukae chini tushirikiane. Watu wengi wanatafuta kiti ya bunge na gavana. It's okay. There is no problem. Lakini msijaribu kuleta siasa kwa maendeleo, siasa kwa mambo ya kusaidia watu wetu. Sasa mimi niwaulize wananchi wa Nyaribari. Watu wengine wananikasirikia, wananiletea kisirani. Wananiuliza kwa nini jana wewe kazi yako unapeana mchele, maharagwe, mafuta, sukari. Iko makosa nikipatiana? Na hiyo pesa ni pesa yangu ya mfuko. Hakuna pesa ya CDF ambayo ninatumia. Ni pesa yangu ya mfuko ya mshahara. Na mimi nataka kuambia tofauti yangu na wale ni kama mchana na usiku, kwa sababu mimi sio mchoyo, wao ni wachoyo. Hawa watu wengi wamekaa hapa, viongozi wako na pesa, lakini kutoa namna hii ndio matatizo. Wewe unakuja hapa unatuwekea kwa sahani, unatuwekea shilingi 2,000. 2,000 itasaidia nini kwa matanga hapa? Itasaidia kitu? Wewe umekuja unaongea na microphone. Wewe umekuja unaongea, unataka kuwa mjumbe, unataka kuwa sijui governor, unataka kuwa sijui nini, alafu unatupatia 2,000. Hawa watu wakipata uongozi, si ndio wataibia sisi kabisa? Usituletee kisirani bwana. Wewe kama ni kiongozi, wewe unataka kusaidia watu, weka pesa hapa. Na unajua wakati nilichaguliwa, mambo ya kupeana pesa kwa matanga ya 1,000 tulimaliza. Siku hizi kwa matanga 10,000, 20,000 kuelekea mbele. Ama namna gani? Wewe kuja unatafuta kiti, alafu unakuja kutuwekea shilingi 200 hapa. Nonsense. Potea huko kabisa. Usituletee kisirani. Na mimi nataka kuwaambia, mimi bado niko kwa ofisi. Nitahakikisha watu wetu wote wamepata maendeleo. Hii siasa ya huko Kenyomba ilipitwa na wakati. Watu wanataka maendeleo. Saa hizi tumekubaliana na gavana. Tumeongea na gavana, tumeongea na mheshimiwa MCA. Tumesema tunajenga soko hapa Kegati ya kusaidia watu wetu. Basi, acha niwachie hapo. Sasa